Mimi naitwa Uswege Kagubo Mwitebele, ni mwekezaji mdogo wa ndani katika bwawa la samaki la Kitope. Yaani hapa Kitope tunafuga samaki, lakini vile vile huwa tunapokea watalii wanaoenda kupanda mlima Rungwe. Kwa ni camping site. Kwa hapa panaitwa Kitoka Farm kwa jina lingine la kampuni yetu ndogo ambayo inaendesha humradi. Eneo hili ni mali ya kijiji cha Siukula ambalo nililiona miaka mitatu iliyopita likiwa limetelekezwa, limejaa matete. Hali mbaya, samaki hawapo tena, milango ya kutoa maji yakiingia yanatoka. Basi nikaomba rasmi kwenye kijiji kwa ajili ya kuendeleza lakini na kufanya shughuli za maendeleo ya kijiji chetu cha Siukula, kwa sababu na mimi ni mzawa, niliona uchungu kupoteza fursa kama hizi. Jambo la kushangaza ni kwamba nilivyolipata hili eneo, makubaliano yetu katika muhtasari wa kijiji ni kuwaomba wananchi wanaozunguka bwawa hili ili niweze kufanya shughuli zangu za maendeleo. Shughuli zangu za maendeleo ni pamoja na mambo ya ufugaji wa kuku na kutoa elimu ya utalii kwa vijana, kwa sababu uzoefu huu nilikuwa nao huko nyuma. Nilikuwa na miliki chuo cha habari na utalii Royal College of Africa kule Nane Nane. Kwa nikaona ni bora shughuli hizi nizihamishie nyumbani kwetu. Imesikitisha kwamba watu hawajapokea maendeleo. Kwa hiyo juzi walifika watu hapa wakaanza kung'oa miwa, matunda, mikuyu niliyopanda kwa ajili ya hifadhi ya maji na kudai ni mashamba yao. Na ni kweli hili pori lilikuwa na miti na tulikubaliana mpaka kwenye ngazi ya kata mimi nimlipe huyo mwananchi shilingi milioni 3, ambazo kwa bahati mbaya hela yangu mimi ilikuwa mbali, sijamlipa. Basi akaja kung'oa na kuahidi kwamba atapasua mabwawa, na alishaanza kupasua mabwawa. Alifanya jaribio la kwanza, akapasua mabwawa. Nikaenda kulalamika kwa balozi, lakini hakuna aliyechukulia maanani. Kitendo cha jana ambacho kilitishia uhai wangu, amekuja wakiongozana na mjumbe wa balozi, wakaanza kung'oa maua ambayo yalikuwa yanapamba campsite na kubomoa mabanda, kubomoa choo, kubomoa matunda mbalimbali yaliyopo pembezoni mwa bwawa. Kama unavyoona ni mita hazifiki hata 10. Basi wamefanya asubuhi wakitarajia kwamba labda mimi nitapigana nao, lakini nikaona huku nimekuja kuwekeza, sikuja kupigana na mtu wala kuua. Basi kwa sababu walijiandaa wao kwa silaha, niliwaacha mpaka wamalize azima yao, na wakaahidi kwamba kesho watakuja kubomoa bwawa ambalo linatumika kwa utafiti wa samaki wa Ziwa Nyasa anaitwa Mbasa, na vyuo vikuu vingi vya Tanzania wanakuja kila mwaka kufanya research kwa kushirikiana na TAFIRI, Tanzania Fisheries Research Institute, ambao niliomba na wakaniambia niombe kibali wizarani. Kwa hiyo hapa nina kibali cha wizara. Kwa hiyo tunatoa elimu vijana wetu, watoto wetu wa Tanzania wote wanakuja kufanya utafiti wa samaki Mbasa. Kwa hiyo sasa wanatarajia kulibomoa kuanzia Jumatatu, nalo libomolewe na wafanye azima yao. Siku 3 zilizopita walivyobomoa
nilienda kwenye baraza la usuluhishi la kata ili waweze kutusuluhisha, nipate muda wasubiri fidia yao hiyo ya milioni 3 huyu mtu. Lakini jana amefanya akiwa mikononi ameshika summons aliyopata kwenye baraza la usuluhishi, ambayo shauri lilikuwa litafanyika Jumatatu. Kwa hiyo amefanya maksudi na akisema kwamba hii amepata kibali cha mtendaji wa kata, amepata kibali cha mwenyekiti wa kijiji, amepata kibali cha balozi ili waweze kufanya uhalifu huu. Kwa kweli inanisikitisha sana. Mlikubaliana hiyo milioni 3 na walipa lini? Hiyo milioni 3 tulikubaliana kwamba ni baada ya miezi kwa kikao cha mwisho miezi 3. Ambacho kilifanyika lini? Ni mwezi mmoja uliopita. Ndio. Kwa hiyo na maana miezi 3 bado haijafika. Lakini kwenye kata ni karibu mwaka mmoja, mwaka jana ndio tulipofikia mwafaka. Mara ya kwanza walikuwa wanakataa kabisa, wanasema sisi tunataka mashamba yetu, tunakata mashamba yetu. Lakini afisa mtendaji wa kata akatoa elimu na wakakubali kwamba wafidiwe. Kwa hiyo mwaka jana ndio ilipotoka sasa tukabageni bei kwamba walipwe milioni 3. Ombi langu kwa serikali ni kwamba haya maji yako chini ya chombo maalum ambayo ni Lake Nyasa Basin au tunaita bonde la Ziwa Nyasa. Bonde la Ziwa Nyasa na kibali ninacholipia, na nimelipia kutoa maji ya mto Beja ambayo yanaingia kwenye mabwawa, wamefunga yote. Na wao Lake Nyasa Basin wana mita 60 kutoka kwenye hifadhi za maji, lakini pamoja na hayo hawawezi kujali, na wao wala hawajanisumbua, na mimi naenda kulipia kama kawaida. Lakini pia samaki wanaovuliwa hapa wanaosaidia wanakijiji, na vile na leseni ya kuuza samaki hao kwa halmashauri. Na vile bado ili bwawa linatoa elimu kwa Watanzania, wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Kwa na ushauri serikali inisaidie ili nipewe muda wa kutosha kwa ajili ya kumaliza swala hili. Na mwenyekiti, nimeona mwenyekiti hayuko upande wangu kabisa. Yeye mpaka sasa hivi kipande cha bwawa haja nikabidhi, anaelima ni shangazi yake na anaendelea kumlinda. Wanachimba mchanga, wanaharibu mazingira. Nilikuwa na shamba la Azora, wamebomoa, wameharibu, wanapiga dawa mpaka kwenye bwawa, samaki wanadumaa. Sasa ninaomba serikali tukufu chini ya kiongozi wetu Mama Samia iliangalie swala la uwekezaji. Halafu hii sera ya uwekezaji labda haijafikishwa vizuri kwa wananchi, na wenye viti waweke wenye viti wenye uelewa, waendane na sera za Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama hawana uelewa ndio haya tunayopata madhara. Ningeleta ugomvi mimi ningeuawa, kwa sababu walijiandaa, walikuja na silaha kuvamia kwenye site bila kuogopa.